Iran imezidisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya maslahi ya Marekani katika eneo la Ghuba kwa kudai kufanya mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya kampuni ya Amazon nchini Bahrain pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga na vifaa vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Bahrain na Kuwait. Hatua hiyo inaonyesha kupanuka kwa uwanja wa mapambano, huku mvutano kati ya Tehran na Washington ukiingia katika hatua mpya yenye hatari kubwa kwa usalama wa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu hii leo Julai 21 mwaka 2026 kupitia vyombo vya habari vya Iran, operesheni hiyo ilihusisha matumizi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani zilizolenga maeneo ambayo Iran inadai yanatumiwa kuunga mkono shughuli za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. IRGC ilidai kuwa moja ya malengo yake ilikuwa miundombinu inayohusishwa na kampuni ya Amazon nchini Bahrain. Ingawa haikufafanua kwa kina aina ya miundombinu iliyolengwa, vyombo vya habari vya Iran vilisema kuwa operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa kulenga taasisi na miundombinu ambayo Tehran inaamini inatoa msaada wa moja kwa moja au usio moja kwa moja kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, hadi sasa kuna uthibitisho rasmi kutoka Bahrain kuhusu madai hayo. Kampuni ya Amazon pia haijatoa taarifa yoyote kuthibitisha ama kukanusha miundombinu yake imeathiriwa, huku mamlaka za Bahrain zikiendelea kuwa kimya kuhusu hali halisi ya usalama katika maeneo yaliyotajwa na Iran. Kwa mujibu wa taarifa nyingine, IRGC ilisema kuwa imefanya mashambulizi dhidi ya mifumo ya kijeshi ya Marekani iliyopo Bahrain, ikiwemo rada za kijeshi na maeneo ya ulinzi wa anga katika eneo la Muharrak. Iran pia ilidai kuwa mfumo wa makombora wa Patriot ulioko mjini Rifa ulilengwa katika shambulizi la pamoja lililohusisha makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa kwa wakati mmoja ili kuongeza uwezekano wa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa Iran, matumizi ya makombora na drones kwa wakati mmoja yalikuwa sehemu ya mbinu ya kuzidisha shinikizo dhidi ya mifumo ya ulinzi wa Marekani na kuilazimisha kukabiliana na vitisho vingi kwa wakati mmoja. Tehran imekuwa ikisema kuwa katika miaka hivi karibuni imeboresha uwezo wake wa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani hata katika mashambulizi ya pamoja dhidi ya malengo yenye ulinzi mkali. Endapo madai hayo yatathibitishwa, yatakuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kulenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani nchini Bahrain, ambao ni mwenyeji wa kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani. Kituo hicho kina jukumu muhimu katika kulinda usafiri wa meli za kijeshi na kibiashara katika Ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman, bahari ya Arabia na mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Wakati huo jeshi la Iran lilitangaza kuwa limefanya shambulizi jingine dhidi ya kambi ya Arif Jan nchini Kuwait. Hadi sasa serikali za Bahrain na Kuwait hazijathibitisha madai ya Iran kuhusu mashambulizi hayo. Vivyo hivyo, wizara ya ulinzi ya Marekani haijatoa taarifa rasmi kuthibitisha iwapo rada, mfumo wa Patriot, HIMARS au mifumo mingine ya kijeshi imeharibiwa au kuna majeruhi waliotokana na mashambulizi hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.